kusikia, kupambanua, lakini pia kuitii sauti ya Mungu, ikiwa ni season 2. Kwenye ile season 1 nimefundisha sana kuhusiana na hii topic, na hapo ndio tumejifundisha kwamba kutokusikia sauti ya Mungu kunaweza kukasababisha mauti kwenye maisha ya mtu, na nikawa nimefundisha sana vile ambavyo Ahabu kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu ilimpelekea kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakusomea maandiko mengi tu, ikiwemo maandiko ambayo nilikuambia. Kuna maandiko yanasema kwamba ipo njia ionekanao kuwa sawa machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Na hapo ndio nilikusomea pia kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Maandiko ambayo yanasema kwamba ikiwa mtasikia sauti ya Mungu kufanya kile ambacho Mungu ameagiza, maandiko yanasema kwamba ndipo baraka hizi zitawajilia. Kuna baraka ambazo zimetajwa pale kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 ambazo unazipata kwa sababu ya kusikia na kutii sauti ya Mungu na kufanya kile ambacho Mungu amekiagiza. Sasa kwenye hii season 2 ningependa nipige hatua kidogo, pia nielezee kuhusiana na sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Ni mistari mingi tu ambayo nitaisoma, lakini nitakuwa naisoma nikiwa ninaielezea kwa utaratibu. Maandiko yasema hivi, ule mstari wa kwanza: basi neno la Bwana likamjilia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akakimbilia Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Maandiko yanamwelezea mtu fulani ambaye alikuwa anaitwa Yona, amewahi kuishi kwenye ulimwengu. Maandiko yasema ya kwamba akafanikiwa kusikia sauti ya Mungu, Mungu akimwambia kwamba enenda katika mji wa Ninawi ukawaonye kuhusiana na uovu wao ambao wanautenda. Mungu akamwelezea Yona mambo kama yale, lakini Yona badala ya aende Ninawi, maandiko yasema alipanda merikebu akaelekea Tarshishi. Yona number 1 alifanikiwa kusikia sauti ya Mungu. Ina maana kwamba sauti ya Mungu kwenye maisha yake ilikuwa bayana, akaelewa kwamba huyu ni Mungu anazungumza. Lakini shida ikatokea katika kuitii sauti ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu, mlango wa 33 na mstari wa 15, maandiko yanasema ya kwamba Mungu huongea mara ya kwanza na mara ya pili katika ndoto. Hapo usingizi mzito unapomjilia mtu, ingawaje mwanadamu hawezi akasikia, hawezi akaelewa. Yona hakuwa na shida ya kuelewa Mungu ama kusikia sauti ya Mungu, lakini shida yake ilikuwa ni kutii sauti ya Mungu. Kuna watu wako hivyo hata siku ya leo, kwamba unamsikia Mungu lakini unashindwa kutii kile ambacho Mungu anakuambia kwa sababu ya mambo fulani. Yona alishindwa kumtii Mungu kwa sababu number 1 alikuwa na nauli, alikuwa na pesa. Kuna watu leo hii kwa sababu ya zile pesa wako nazo, unashangaa kwamba huyu mtu hawezi akamtii Mungu, hawezi akamsikiliza Mungu tena. Unajua maandiko yanasema ya kwamba
kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 19 ya kwamba pesa ni jawabu ya kila jambo. Kwa hivyo kwa sababu huyu mtu ako na pesa na pesa inamjibu maswali yake ambayo anajiuliza katika maisha, unapata kwamba yule mtu hawezi akamsikiliza Mungu. Maana anauliza nitamsikiliza Mungu ndio anipe nini? Ndio anijibu nini? Wametegemea pesa watu kiasi kwamba ile pesa wameipea kipaumbele, wakamuondosha Mungu. Pesa ikawa ndio inawajibu maswali yao yale ambao wanajiuliza kwenye maisha yao. Yona kwa sababu alikuwa na nauli, alikuwa na pesa. Maandiko yanasema kwamba akaona merikebu ambayo inaelekea Tarashishi, akalipa nauli, akalipa pesa. Badala aende Ninawi atii sauti ya Mungu, akaenda Tarashishi ili ajiepushe na uso wa Bwana. Hata leo hii wewe unayenisikiliza, kama pesa ikikufanya kuwa mtumwa, ujue kwamba utaitumikia pasipo kujua. Kuna wakati Mungu atakwambia siku ya leo nataka uende kanisani ukasikize neno, lakini kwa sababu pesa imekufanya kuwa mtumwa, unajipata kwamba unaenda kufanya biashara, unaenda kufanya kazi ili kutafuta pesa. Ina maana kwamba unakosa kumtii Mungu kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya kupenda pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 24, Yesu anasema uwezi ukawatumikia mabwana wawili, maana utampenda mmoja na utamchukia mwingine. Yona kwa sababu alikuwa na nauli, alikuwa na pesa, akashindwa kumsikiliza Mungu. Ndio maana utaona kwamba watu wengine wanapookoka, unaona kwamba mtu anaishiwa, anasota, anakuwa hana pesa, ana mali, kila kitu Mungu anatapanya, anahakikisha kwamba huyu mtu hana pesa. Maana anajua hizi pesa akikuacha nazo utazitegemea zikupee majibu na utamtegemea Mungu. Kwa hivyo Mungu ili akusaidia anaamua kwamba akufanye kuwa maskini kwanza. Hujaona watu wameokoka, lakini mtu huyu akiokoka anakuwa maskini wa kufa mtu. Anaanza tu kutafuta utajiri baada ya kuwa ameokoka, polepole anaanza kutajirishwa na Mungu polepole. Kwa sababu zile mali alikuwa nazo, pamoja na kuwa zile mali alikuwa tajiri, lakini alikuwa anazitegemea kwa kila jambo. Zile mali zilikuwa zinamfanya asije akamsikia Mungu, asije akamfuata Yesu, asije akaokoka. Kila baraka yote ambayo uko nayo na ambayo inakufanya, inakutoa mbali na Mungu, ujue kwamba hiyo baraka itokani na Mungu. Maandiko yanasema baraka za Bwana utajirisha na wala hazichangamani na majuto. Hii baraka ambayo umeipata kiasi kwamba imekutoa mbali na Mungu haitokani na Mungu. Shetani ndiye amekupea ili akutoe, akupeleke mbali na Mungu. Nisoma kwenye kitabu kwenye kile kitabu cha Mathayo 19 kuanzia mstari wa 23 mpaka 24. Utakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa tajiri. Maandiko yasema ya kwamba alimwendea Yesu akamuuliza, Yesu, nitafanyeje ili niurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamuuliza, unajua sheria za Musa? Yule kijana akamwambia, kutoka nikiwa kijana haya yote nayajua. Nimekuwa nikipractice hizo sheria za Musa, lakini mimi nataka niurithi ufalme wa mbinguni. Alikuwa amepata information, akajua kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna mtu anayeenda kwa Baba pasipokuwa amepita kwa Yesu. Kwa hivyo akamwendea Yesu akamuuliza, nitafanyeje ili niurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, uza mali zako zote kisha unifuate. Uza mali zako zote wagawie maskini na unifuate, na hapo ndio utarithi ufalme wa mbinguni. Maana Yesu alijua kwamba hizi mali ambazo huyu kijana ako nazo zimemfanya kwamba asiokoke, zimemfanya kwamba azitegemee, zimemfanya kwamba aziangalie na asiangalie Yesu. Yesu akajua kwamba kile ambacho kinafanya huyu kijana asije akamfuata Yesu ni kwa sababu ya mali. Yona akakosa kusikia sauti ya Mungu, kufuata Mungu, kile ambacho Mungu anakifanya, kwa sababu alikuwa na nauli, alikuwa na pesa ya kwenda Tarashishi. Bwana Yesu asifiwe sana.